unakaribishwa kurudia baada yake. Kia Olana. Kia Olana. Uishi muda mrefu. Uishi muda mrefu. Uishi vizuri. Uishi vizuri. Wacha uangaze kama jua. Wacha uangaze kama jua. Wacha ucheze na mawimbi. Wacha ucheze na mawimbi. Kia Olana. Kia Olana. Kia Olana. Kia Olana. Chukua muda na utambue kupumua kwako mwenyewe. Angalia jinsi pumzi yako inavyoingia kutoka kama mawimbi ya bahari. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa leo anapumua. Je, hilo si jambo la kushangaza? Sote tunashiriki zawadi hiyo ya uhai. Kwa hakika jinsi mawimbi ya bahari yanavyopanda na kushuka, pumzi zetu hutiririka ndani na nje. Twende mbele sasa na tufanye wimbi kubwa. Vuta pumzi, shiriki na uhisi zawadi hii takatifu na ya pamoja katika maisha. Kia Olana. Acha tuchukue wakati mwingine kuungana. Kwa hili utahitaji mawazo yako. Fikiria damu inapita kupitia mishipa yako na inapita kama mito. Kama vile mto unavyoleta virutubisho kwenye ufuo na mashamba ya dunia, ndivyo damu yako inavyoleta virutubisho katika kila kiungo cha mwili wako. Je, haishangazi kwamba Mungu aliumba miili yetu kufanya kazi kwa njia hii ili kuleta afya na uhai kwa kila kiungo ndani, ili kuweka imara na kuwa hai kila siku? Kia Olana. Sasa unakaribishwa kutafuta sehemu ya mwili wako isiyouma sana na ujaribu kuhisi hisia za ngozi yako ikicheza. Unaweza kuchezesha vidole vyako au kuzungusha vidole vya miguu yako, au labda unatamani kunyoosha misuli ya shingo yako, au unaweza kugusa ngozi ya mkono wako au uso wako, au labda unaweza kukaa kimya tu na kuhisi jinsi kiti kinavyokushikilia. Unapohusisha mwili wako, kumbuka ulipokuwa mtoto wakati ukifurahia na kuzunguka kwa furaha. Mungu alituumba kwa ajabu tangu mwanzo, akitufinyanga pamoja katika tumbo la uzazi la mama zetu. Roho anaendelea kutiririka kila dakika ya kila siku, akitusaidia kuhisi zawadi ya kushangaza. Kila mmoja wetu ni wa kipekee na anapendwa sana na Mungu. Angalia pande zote, angalia wote waliokusanyika hapa leo katika nafasi hii na duniani kote. Chukua muda kutazama pande zote na kuthamini zawadi ya kila mmoja. Roho yangu na ikuimbie, jinsi wewe
tusaidie kufungua mioyo yetu kwako, na kwa kila mmoja wetu tuliza akili zetu kutokana na wasiwasi wote uliotushughulisha. Tuunganishe tena kwako na kila mmoja wetu, ili sote tuweze kung'aa vyema na kuangaza upendo wako kwa ulimwengu. Amina. Hapa mbele yenu ni watoto kutoka kanisa
Ni jambo la kushangaza jinsi nilivyoumbika. Nikijiangalia mwili wangu nashindwa kuelewa. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Mungu wangu nakushukuru kwa matendo yako. Mungu wangu nakushukuru kwa matendo yako ya ajabu. Ulimi kaweka, maneno kutamka, lugha kuzipanga, maneno kueleweka, chakula kupokea, ladha kutambua. Mungu wangu nashukuru matendo yako ya ajabu. Ninakula mchana pia ninakula, jioni ninakula, nyakati zote ninakula. Mungu wangu nakushukuru kwa matendo yako ya ajabu. Mdomo kaniwekea, kauweka kwa umakini, meno kayaweka, kutafuna hayabagui, kucheka yanapendeza, kauweka kwa umakini. Mungu wangu nashukuru kwa matendo yako ya ajabu. Gonjera hili imeletwa kwenu na watoto wa Yesu Baraka Buzuga na Debora tunashikipatiwa na Joseph Zari Kadogo. Kwa pamoja tunasema asante. Mti wa mnazi, shughuli ya kutia rangi. Huu ulioko mbele yenu ni mti wa mnazi. Tayari tumeisha wachora pamoja na kupaka rangi. Mnazi ni moja ya miti muhimu kwa watu wa visiwa vya Cook wanaoita mti huu wa mti wa uzima kwa sababu umewategemeza watu hao kwa vizazi vingi. Kila sehemu ya mnazi ina matumizi na faida kwa chakula, dawa na kujenga nyumba. Kipengele cha kwanza, majani. Haya ni majani ya mti wa mnazi. Majani ya mti wa mnazi hutumika kwa kuwezekea nyumba zao na kutengeneza mifagio, mikeka, vikapu, kofia na feni. Juisi ya nazi. Kwenye matunda haya ya nazi ukiyapasua ndani yake kuna yale maji. Kwa visiwa vya Cook hutumika kama juisi kwa
kwa ajili ya kunywa. Pia ndani ya juisi hiyo kuna vitamini na madini. Nyuzi za nazi. Ukichukua nazi, ukiwa unaanza kuyatolea yale magamba yake ya juu na nyuzi zake, kuna nyuzi. Nyuzi hizo hutumika kama kamba, matandiko ya godoro, sufuria na brashi. Ganda la nazi. Ukiisha toa zile nyuzi zote za nazi, lile ganda linaloshikilia ile nyama ya ndani hutumika kuokea pamoja na kupikia. Mafuta ya nazi hutumika kwa kupikia, kuoka, kuweka kwenye saladi pamoja na mafuta. Shina la nazi. Hili ndio shina la mti wa mnazi. Hutumika kwa nguzo za nyumba, vyombo, mitumbwi na kuni. Mizizi. Hii ni mizizi ya mti wa mnazi. Hutumika kwa dawa, mitege ya samaki na mapambo. Asante. Pia wala. Tunarudi kwenye liturujia. Maombi na maombezi. Maombi na maombezi. Tunapofikia wakati wetu wa maombi na tuandae mioyo yetu kuja mbele za Mungu, tunapoomba tunaimarisha uhusiano wetu na Mungu, na tunapoimarisha uhusiano wetu na Mungu tunaunganishwa zaidi na uumbaji wote wa Mungu. Hebu tufungue mioyo na roho zetu kwa Mungu. Nikitembea kuimba na wasikia milima hupendeza macho sana, upepo nao unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo Mungu mkuu, tunasimama kwa hofu juu yako. Tunakupa utukufu kwa sababu wewe ni muumba wa ulimwengu wote. Uliumba visiwa vya kuku vizuri, ardhi yenye rutuba, milima na bahari, na uliumba uzuri katika kila sehemu ya dunia. Uliumba jongoo juu ya nchi na nyangumi katika bahari. Nawe ulituumba sisi wanadamu kwa namna ya kutisha na ya ajabu kwa mfano wako. Viumbe vyote vinadhihirisha utukufu wako mkuu. Asante kwa kututunza katika kila dakika ya maisha yetu. Umekuwa nasi katika hofu yetu na wasiwasi wetu. Unyenyekea kwa ajili ya wanawake wote wanaoongoza harakati zetu za maombi zenye nguvu. Tunakusifu kwa ajili ya akina mama waliokuza na kuendeleza urithi wa siku ya maombi ulimwenguni tangu zamani hadi sasa. Mungu mwenye utajiri, tunakushukuru kwa dhati na hatuwezi kujizuia kukusifu kwa uaminifu wako.
Mungu wa rehema, tunakuja mbele zako kwa mioyo ya unyenyekevu, tukitafuta msamaha wako kwa dhambi zetu nyingi, kwa maneno, kwa vitendo na kwa mawazo. Tumezungumza maneno yasiyofaa kwa wale walio karibu nasi, tukipuuza kuwatendea kama yaliyofanywa na wewe. Tumechafua bahari na kuharibu mazingira, tukipuuza kutunza uumbaji wako mzuri. Kiburi chetu na ukosefu wetu wa ujasiri umesababisha madhara kwetu sisi wenyewe na kwa wengine. Haya yote yametufanya tukose baraka na upendo wako. Mungu mwenye neema, tunaomba usikie matamanio ya mioyo yetu. Unda upya tabia na sura yako ndani yetu. Fungua macho na akili zetu za kiroho ili ukubali uzuri wetu wa kiungu na uvutie moyo wa kushiriki uzuri huu na wengine. Mungu, tusaidie kuheshimu uzuri wa kimungu ndani ya kila mtu, tukithamini kila mtu ambaye ameumbwa, Mwalimu mwenye hekima, Mungu mwenye subira, tusaidie kutambua kwa niongoze mioyo na akili zao kuwa waadilifu wanapofanya maamuzi. Watie moyo na wabariki kwa maono ya kusogeza ulimwengu wetu kuelekea umoja na amani. Tunawaombea wanawake na wasichana walio katika mazingira magumu katika jamii zetu. Tengeneza mazingira ili wanawake wazee waweze kuishi kwa heshima na taadhima. Wape wanawake wetu vijana elimu, matarajio na maono ya kupendeleza maisha yajayo yenye matumaini. Toa nguvu, ujasiri na uvumilivu wa wanawake wote wanaopitia ukatili wa nyumbani. Mungu wa uponyaji, turudishe kwenye afya njema, tuponye na magonjwa ya kimwili kama vile saratani, kisukari na magonjwa ya moyo. Utuepushe na ugonjwa wa afya ya akili na utuponye majeraha yetu ya kihisia. Utulinde kutokana na ubinafsi na uchoyo unaotishia ustawi wetu kiroho. Mungu, saidia fungu letu la siku ya maombi ya ulimwengu, unganisha jumuiya zetu katika maombi. Tusaidie kufanya upendo wako uonekane. Utuimarishe ili tuendelee kuwapenda na kuwategemeza wote wanaohitaji. Utuongoze kuwatendea wengine kama ulivyotengeneza kwa njia ya ajabu na wewe, ili watu wote wasikie kuwa wao ni muhimu, wanatunzwa na kuthaminiwa. Sasa na tuendelee kwa kuimba sala ya Bwana katika Kimaori, lugha ya moyoni ya dada zetu kutoka visiwa vya Cook. Yesu Mwokozi mtakatifu. Uhuru wa Yesu. Jeshi kubwa, uhuru wa Yesu. Tumshukuru sana Mungu kwa siku ya leo ambapo akina mama wanaendelea kutuongoza. Utangulizi. Ibada yetu ya leo kama mnavyoiona leo inasimamiwa na akina mama wakihitimisha hitimisho la maombi ya mwanamke duniani. Kwa hiyo kila kitu kitafanywa na wanawake, na sisi wanaume lazima tuwe nyuma yao kwa sababu hawawezi kufanya kama wao, si ndio? Basi wanawake tunawashukuru sana kwa nafasi hii. Hivyo kiongozi wa ibada ya leo ni Isabela Bernard Kilasa. Mhubiri atakuwa mama mchungaji Lugaila kutoka Nyakato.
Sifa itaendelea kuongozwa na kikundi cha kusifu na kuabudu wakishirikiana na kiongozi wa ibada. Kwaya zote za mahali hapa zipo na zitahudumu siku ya leo. Wafuatao wataungana na wazee wa kanisa kuhesabu matoleo mara baada ya ibada kuahirishwa. Kwa sababu ni siku ya wanawake, basi wanawake wafuatao watahusika: Mama Robert Kaserero pamoja na Mama Anthony Kombo. Ni kipindi cha wageni, nitambue wageni waliopo kwa siku ya leo wasimame mahali walipo. Tunaomba tutupunge mikono mahali tulipo, tuwashangilie wageni wetu kwa makofi kwa kuokoa siku ya leo. Lakini niwashirikishe tu kanisa ya kwamba tuna wagonjwa ambao wanaendelea na matibabu, akiwepo Pendo Mashimba. Jana nilizungumza naye, anasema anaendelea vyema. Lakini pia tunaye mzee Charles Njuka, tayari naye anaendelea vyema na jana alienda kwa ajili ya mazoezi kwa Mgando. Lakini pia nimefika kumwona mchungaji Jacob Galaba, na yeye anaendelea vyema, bado yuko nyumbani anaendelea na dawa. Tanzia Mama Shailozi alifiwa na mkulima wake kwa Afrika ya Kusini, na kila kitu kitafanyika Afrika ya Kusini kwa sababu baba huyu ni Mwafrika Kusini. Kwa hiyo tuendelee kuiombea familia hii, ikiwa mama ni sehemu ya kanisa letu. Lakini moja ya siku moja
anaanza kuandika kwenye kitabu chake cha enzi. Na siku ya mwisho kama hatukufanya sawa sawa, ndio atatuambia ya kwamba ondoka, sikukujua. Kwa sababu gani? Tumesikia lakini hatujaweka katika matendo. Mungu atubariki. Kanisa la Bwana, tujithamini, tujitambue ya kwamba sisi ni kazi ya mikono yake, tumeumbwa kwa namna ya ajabu. Tubarikiwe sote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuandae mwenyekiti ufanye ukarimu kwa ajili ya mhubiri wetu kwa dakika 3. Karibu mwenyekiti. Kina mama twafanya nini? Kina mama twawasha
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimuombe mwasibu na nimuombe mama mtumishi wa Mungu Flora Lugaila ashuke hapa na niombe karibu tena kusurudia.